Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, Mudathir Yahya Zanzibar Cratous, huyu ni mchezaji ambaye ni mahiri kweli kweli akiwa katikati ya uwanja. Ni mchezaji anayepiga kazi kubwa, na ndio maana wanayanga wengi wanampenda akiwa uwanjani kwa sababu vitu vyake uwaga vinaonekana. Miguu yake imebarikiwa, miguu yake ni kama miguu ya dhahabu. Anapiga pasi za kila aina, anapiga vibao, anapiga pasi za mtambalizo, anapiga pasi ambazo kila mchezaji ambaye anacheza nafasi striker huwa anapenda kuwa na namba 8 kama Mudathir Yahya, kiungo mbunifu. Lakini Mudathir Yahya bwana alikuwa ameumia, na ndio maana hata katika mashindano ya AFCON hatukumuona kwa sababu alikuwa ana majeraha. Lakini kwa hivi sasa ameshapona, ametengamaa, yuko tayari kwa ajili ya kuitumikia tena klabu yake ya Young Africa. Bwana, mambo ni mengi ambayo alikuwa anaendelea katika timu hiyo ya Young Africa. Kama unavyojua bwana, Yanga wameingia katika hatua ya fainali ya Kombe la Mapinduzi, ambayo fainali hiyo inachezwa pale Pemba katika uwanja wa Gombani, ambayo inakutanisha timu mbili kubwa kutoka Tanzania bara, ambaye ni Yanga dhidi ya Azam. Ni mechi ngumu, mechi ambayo inakuwa ni ya kisasi. Vile vile bwana, Mudathir Yahya kama unavyojua hapo mwanzo alitoka katika timu ya Azam na ndio akaja kujiunga na timu ya Yanga. Kwa hiyo mechi hiyo itakuwa ni mechi ya mvuto, itakuwa ni mechi ambayo Mudathir anataka aonyeshe mabosi zake wa zamani Azam kwamba yeye ni nani, japokuwa ashakutana naye hapo nyuma mara kadhaa. Lakini Mudathir Yahya uwage katika bato lake katika uwanja linakuwa ni kubwa, na amerudi wakati ambao Yanga wako katika hatua ya fainali dhidi ya Azam Sports Club. Mechi hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, lakini jambo kubwa zaidi ni wana Yanga kumuona kiungo wao wakati Mudathir Yahya amerudi mapema, kwa sababu wanajua kabisa wana mashindano ya klabu bingwa barani Afrika siku ya tarehe 23. Hivyo Mudathir Yahya ni mchezaji muhimu katika timu yao na wanatamani arudi mapema, lakini maombi yao yamejibiwa kwa wakati. Mudathir Yahya watakuwepo naye katika mashindano ya klabu bingwa. Mechi ya kwanza tarehe 23 Yanga dhidi ya Al Ahly, mechi ambayo itapigwa pale Cairo, na tarehe 30 watarudiana tena katika uwanja wa New Amani Zanzibar bwana, kwa sababu Mudathir Yahya mwenyewe ni Zanzibar Cratous, yani ni fahari ya pale Zanzibar. Hivyo mechi hizo zote mbili zitakuwa ni muhimu kwake, haswa mechi ambayo itachezewa pale Zanzibar. Ni mechi ambayo anataka aonyeshe uhodari wake na umaridadi wake katika miguu yake ambayo imebarikiwa uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi, hata kufunga. Na huyu bwana watu wengi wanampenda, haswa mashabiki wa Yanga, kwa sababu anapofunga huaga anapiga simu, anawauliza uko vipi, goli mmeliona au niongeze jengine. Hiyo ndo desturi bwana ya Mudathir Yahya, na pia staili yake imejizolea umaarufu mkubwa duniani, kwa sababu staili hii pia alikuwa anatumia Gabriel Jesus. Huyu bwana Gabriel Jesus alikuwa anatumia staili kutokana kuna mpenzi wake uko Brazil ambaye mpenzi wake alikuwa hampendi, yani bwana alikuwa anamsalandia mwanamke, lakini mwanamke alikuwa hampendi kwa sababu hana hela. Lakini baada ya kuja kutoka katika mpira bwana, alikuja akawa mwanamke mwingine, anachokuwa anakifanya akifunga goli anapiga simu, anamuuliza yule mpenzi wake, vipi, bado sina hela, ulinikataa kwa sababu ya hela, sasa hivi nishajipata na nimechukua jiko jingine. Mwanamke mzuri ni zaidi yako. Kwa hiyo staili hiyo pia hapa Bongo Mudathir Yahya huwa anapenda kuitumia, na imekuwa maarufu kupitia yeye, huwa akifunga goli anapiga simu. Ni staili ambayo Mudathir Yahya anajulikana nayo sana hapa Tanzania bwana. Lakini vile vile kama unavyojua Mudathir Yahya pale Yanga ameongezeka kiungo mwingine, Damaro Kamara. Yule ni kiungo ambaye ni fundi, alikuwa pale Singida Black Stars japokuwa alikuwa achezi. Kwa hiyo Mudathir Yahya ana bato jingine limeongezeka katikati ya uwanja, kwa sababu viungo wa Yanga wapo wengi. Kuna Ndambwile pale naye bado namba yake inakuwa ni ya msuko, namba yake inakuwa ni ngumu. Kuna Bara Conte toka amekuja hajaonyesha kwamba ana kitu kikubwa kiasi gani katika miguu yake, na ndio maana anahusishwa hata anakwenda katika klabu ya Singida Black Stars. Vile vile kuna Abuya pale unajua mziki wa Abuya pia sio poa. Kwa hiyo viungo wamekuwa wengi, na Mudathir pia kwa sababu alikuwa ameumia inabidi tena arudi upya kuipambania namba yake anaanza kuipambania upya katika timu hiyo ya Yanga. Lakini yeye ni mchezaji ambaye yupo pale muda mrefu, na ni mchezaji ambaye huwa anapiga kazi. Akipewa kazi huyu bwana, ukimwambia akabe basi shughuli imeisha, anakaba mpaka kimvuli. Hivyo kocha wa Yanga sasa hivi ana nafasi kubwa au ana uwanda mpana kuchagua nani anaanza na anasianze bwana.
Mudathir Yahya ni mchezaji ambaye anakuja kuongeza kitu katika eneo hilo la kiungo cha Yanga. Vile vile kuna mambo mengine baadhi ambayo Mudathir Yahya alikuwa anahitajika uwanjani, kwa sababu kuna muda timu inakuwa haikabii juu, lakini akiwepo huyu bwana timu inakuwa ina place kwa nguvu, na ndio maana ujio wake watu wengi wamefurahi, haswa wapenzi wa Yanga na wadau wa soka ulimwenguni kote ambao wanafuatilia timu ya Yanga, ambao wanakuwa wanaipenda hii timu. Unajua bwana, Yanga ni timu ambayo inafuatiliwa na wadau wengi wa soka hapa Tanzania, lakini pia nje mipaka Tanzania. Hata Kenya wana mashabiki, Rwanda, Burundi na baadhi ya nchi nyingine zote za Afrika, hata duniani kote kwa ujumla. Lakini Ally Kamwe amesikika akisema kwamba bwana amerudi fundi wa mpira. Yeye mwenyewe anaamini kwamba Mudathir ni mtu ambaye ni kiungo wa shoka, ni kiungo ambaye muda mwingi akiwa uwanjani anafanya kazi ionekane rahisi hata iwe ngumu vipi. Ashafanya bato nyingi na watu wengi walimsifia kutokana na uwezo wake miguuni mwake na jinsi anavyokaba, jinsi anavyotoa pasi, hata jinsi anavyofunga. Bwana, kama unavyokumbuka bwana, Mudathir Yahya kuna goli ambalo alilifunga mpaka yeye mwenyewe hilo goli ameleka kuwa ndio goli lake bora, mechi ambayo ya Yanga dhidi ya TP Mazembe, mechi ambayo ilimalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Yanga kushinda goli 3-1. Mudathir Yahya alifunga goli la pili kwa aina yake, alipigiwa pasi na ule mpira aliuchopo kimtindo hivi kaenda kazama ndani ya nyavu, na Mudathir alishangilia sana na alipiga pia simu kumwambia Moze Katumbi, vipi umeona huko goli la kwenye video alifunga goli moja zuri sana, goli ambalo yeye mwenyewe anasema ni goli lake bora bwana Mudathir Yahya. Kwa hiyo hata katika mashindano ya kimataifa anakuwa ana mchango mkubwa, hata kama asipofunga uwage ana assist, na ndio maana mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat pale Zanzibar, Mudathir Yahya alipiga pasi ya mwisho kwa Prince Mpumelelo Dube, pasi ambayo watu wengi walizani kama mpira ule unapotea au mpira ni mkubwa, lakini ulikuwa ni mpira sahihi na wakati sahihi kwa Prince Dube, na Prince Dube aliipatia Yanga goli moja ambalo goli hilo lilifanya Yanga aibuke na pointi 3 katika uwanja wa nyumbani wa New Amani Complex. Pointi hizo ambazo ameendelea na kukusanya na pointi nyingine moja zidi ya JS Kabylie. Mpaka hivi sasa Yanga ana pointi 4 kibindoni, sawa kabisa na Al Ahly ya Cairo nayo yenye pointi 4 kibindoni, huku kila mmoja akiwa anaamini kwamba mechi zao hizo mbili, Yanga na Al Ahly, kila mmoja atashinda kwake, kwa sababu kila mmoja amepania na wao ndio wakubwa katika lile kundi ambalo wapo Yanga, Al Ahly, FAR Rabat pamoja na JS Kabylie kutoka pale Algeria. Yanga na Al Ahly wao ndio wanaopata mkubwa mpaka hivi sasa, ukiacha tu katika makaratasi, hata katika pointi wenyewe ndio wana pointi 4, lakini wakifuatiwa na wao wawili nao wakiwa wana pointi moja. Hivyo watu wengi wanaona kabisa Yanga nafasi anayo kutokana na wachezaji wake muhimu wameendelea kurudi, ikiwemo Mudathir Yahya. Basi je, mdau wa soka unaonaje kuhusiana na Mudathir Yahya? Basi anaweza kusaidia Yanga katika mashindano?